Mazungumzo ya ngazi ya juu kati ya Marekani na Iran yaliyofanyika Islamabad nchini Pakistan yamefikia ukomo bila makubaliano baada ya saa 21 za majadiliano makali yaliyoonekana kuwa na matumaini mwanzoni. Haya yalikuwa miongoni mwa mazungumzo muhimu zaidi katika miongo ya hivi karibuni, yakilenga kumaliza mgogoro unaoendelea katika Mashariki ya Kati. Ingawa pande zote zimeashiria kuwa mazungumzo haya yanaweza kuendelea, tofauti kubwa bado zinaonekana kuwepo. Kabla ya mazungumzo hayo, kulikuwa na matarajio makubwa kutoka kwa Pakistan na wadau wa kimataifa kwamba huenda akaleta mwanga wa suluhisho la kudumu. Hata hivyo, changamoto zilizokuwa zikitajwa mapema zilijitokeza wakati wa majadiliano hayo. Kwa mujibu wa vyombo kadhaa vya habari na wachambuzi, ikiwemo Times of India, masuala yafuatayo yalikuwa miongoni mwa maeneo yenye tofauti kubwa na huenda ilichangia kukwamisha mazungumzo hayo. Iran imejaribu kupanua wigo wa mazungumzo kwa kuingiza masuala ya migogoro ya kikanda, ikiwemo Lebanoni na makundi kadhaa ya wanamgambo katika eneo la Mashariki ya Kati kama Hezbollah Lebanon, Houthi Yemen, Hamas Gaza na mengine nchini Iraq. Pia imeibua madai ya fidia ya uharibifu uliotokana na migogoro ya muda mrefu, hatua iliyoonekana kuongeza ugumu wa mazungumzo. Kwa upande wa Marekani, msisitizo umebaki katika masuala ya nyuklia na usalama wa bahari badala ya ajenda pana ya kikanda. Iran imekuwa ikitafuta nafasi ya kuongeza udhibiti wake juu ya njia hiyo, ikiwemo uwezekano wa kutoza ada kwa meli zinazopita. Marekani na washirika wake umeendelea kusisitiza umuhimu wa kuhakikisha uhuru wa usafirishaji wa kimataifa katika eneo hilo nyeti. Ilikuwa sehemu kubwa ya ajenda. Mvutano kuhusu swala Hormuz ulikuwa umejitokeza hata kabla ya mazungumzo, huku kukiwa na hofu miongoni mwa wadau wa usafirishaji wa kimataifa. Swala nyuklia linaonekana kubaki kuwa kiini cha mgogoro kati ya pande hizi mbili. Marekani imekuwa ikisisitiza umuhimu wa Iran kutoa dhamira ya wazi ya kutoendeleza silaha za nyuklia. Ripoti zinaonyesha kuwa Washington ilitaka kuweko kwa vikwazo vikali zaidi juu ya urutubishaji wa urani pamoja na udhibiti wa teknolojia zinazoweza kutumika katika kutengeneza silaha hizo. Kwa upande wake, Iran imeendelea kusisitiza kuwa ina haki ya kuendeleza mpango wake wa nyuklia kwa matumizi ya kiraia, kama kwa sababu ilitia saini mkataba wa kuzuia na kuenea kwa silaha za nyuklia. Swala hili limekuwa chanzo cha mvutano kwa muda mrefu na lilikuwa tayari ni kikwazo hata kabla ya mazungumzo kuanza. Nikiripotia Rubaza za Kimataifa, mimi ni Teofani Ngitu.